Salamu zangu zikufikie mahali kote ambako uliko mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa Kwetu News 24. Na hivyo leo hii asubuhi ninakuletea habari kutoka pande mbalimbali za dunia. Na hivyo tutazungumzia habari ambayo imezuka huko Amerika, ambako Donald Trump ameamua yeye mwenyewe kutoka na kuacha kutumika na shirika la OMS ambalo alikuwa akishirikiana nao kwa miaka zaidi ya 77, na hivyo aliamua kuacha kabisa kutumika pamoja nao, na hiyo ilizusha maswali makubwa. Na pia tutaelekea huko Uvira ambako Wanyamulenge, kabila hilo, wameamua wenyewe kusema kuwa hawataki kuhusishwa katika masuala ya vita mbalimbali na hawataki kujulikana kuwa wanaongozwa na Rwanda pamoja na M23. Hizo ni habari zenye nitakuletea leo katika busubuhi hii. Karibu sana. Naam mpenzi mtazamaji, tuelekee basi huko Amerika ambako raisi ameamua na kutangaza wazi kwamba ameamua kujitoa kabisa katika shirika la afya duniani ambalo linajulikana kama vile OMS. Uamuzi huu umetangazwa rasmi jana, ikiwa ni mwaka mmoja tangu rais wa Marekani Donald Trump aliposahini amri ya kujitoa akiwa ndani ya ikulu yake ya White House. Baada ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa shirika la afya duniani, Marekani walikuwa wanachama muhimu sana ndani ya kituo hicho. Ilikuwa inachangia pesa nyingi na kusaidia mipango mingi ya afya duniani. Lakini kuanzia jana, Marekani si sehemu tena ya OMS. Na kama gisi tunajua, shirika hilo la afya linasaidia na kushughulika na masuala ya afya duniani kote. Inasaidia nchi kupambana na magonjwa kama vile kipindupindu, Ebola, COVID-19, malaria na magonjwa mengine hatari. Pia inatoa msaada wa dawa, wataalamu wa afya na mafunzo mbalimbali kwa waganga. Sasa tujiulize swali moja, kwa nini sasa Marekani imeamua kujiondoa ndani ya shirika hilo? Kwa kulingana na taarifa na wajibu wa viongozi wa Marekani, walidai kuwa OMS haikuwa inafanya kazi yake vizuri, hasa wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Walisema pia kuwa Marekani ilikuwa inatoa mchango mkubwa wa fedha kuliko nchi nyingine zote, lakini maamuzi hayakuwa yanafuata maslahi yao. Hatua hii ya Marekani kujiondoa ndani ya shirika hilo imezusha mjadala mkubwa duniani. Baadhi ya nchi zinasema kuwa kujitoa kwa Marekani kunaweza kudhoofisha juhudi za kupambana na magonjwa duniani kote. Nchi zingine hata hivyo zinasema kila taifa lina haki ya kuamua njia yake. Na hiyo inaleta taharuki na ni hatari sana kwa nchi za Afrika, na pia hasa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. OMS ina mchango mkubwa sana. Shirika hili limekuwa likisaidia katika mapambano dhidi ya Ebola, polio, kipindupindu na magonjwa mengine. Kujitoa kwa Marekani kunaweza kupunguza baadhi ya misaada ya kifedha na ya kiufundi. Wananchi wengine wanauliza kama hatua hii itaathiri moja kwa moja huduma za afya katika nchi zao. Wataalamu wanasema kuwa bado OMS itaendelea kufanya kazi,
lakini itahitaji msaada zaidi kutoka nchi nyingine ili kuziba pengo lililoachwa na Marekani. Kwa sasa tunaweza kusema kuwa shirika hilo la OMS linaendelea kufanya kazi zake kama kawaida, na viongozi duniani kote wanatarajia kukutanana ili kujadiliana namna wanaweza kuimarisha hilo shirika bila mchango wowote wa Marekani. Kwa kifupi, tunaweza kusema kuwa Marekani imeamua kujiondoa yenyewe katika shirika la afya duniani kote baada ya kutumika nao kwa miaka zaidi ya 77. Uamuzi huo ni wa kihistoria na unaendelea kuleta mjadala mkubwa katika ngazi ya duniani kote. Wasikilizaji wapendwa na wafuatiliaji wa channel yetu, tunafurahi sana kuwa na mweye kwa muda huu, na hivyo tunakuomba usisahau kusubscribe, kushare na kucomment video hii ili kutupatia nafasi na nguvu za kuendelea kukujuza. Asante sana. Acha basi twende huko Uvira ambako Banyamulenge banakatala wazi wazi kwamba Rwanda pamoja na M23 habako balinzi bao. Tukienda huko Uvira, Sud Kivu, kiongozi wa Banyamulenge na mheshimiwa wa jamii hiyo Enoch Sabineza ametoa kauli kali akikanusha vikali madai ya kwamba jamii yake ya Banyamulenge inalindwa na jeshi la Rwanda pamoja na M23. Anazungumza mbele ya wananchi na vyombo vya habari. Sabineza anasema wazi kwamba Banyamulenge hawajawahi kuipa Rwanda wala M23 mamlaka ya kuilinda jamii hiyo, kwani kulingana na vile Sabineza amesema, anasema hivi: kinachoendelea kwa sasa ni mpango wa kisiasa na kijeshi unaolenga kuwatumia Wanyamulenge kama kisingizio cha kuhalalisha mashambulizi na uporaji katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Anasema mpango huo unahusisha hata wazo la kuhamishwa kwa nguvu kwa Banyamulenge kutoka maeneo yao ya asili, jambo alilolitaja kuwa ni hatari lisilokubaliwa kabisa. Sabineza athibitisha na kuhakikisha maneno yake kwa kusema hivi: jamii yetu ya Banyamulenge si mali ya mtu yeyote wala chombo cha biashara ya kisiasa au kijeshi. Hatukuwahi kuiomba Rwanda wala M23 kutulinda, wala hatukuwahi kuidhinisha vita vinavyofanywa kwa jina letu. Alisema hivyo na kuhakikisha maneno hayo Sabineza. Kauli hiyo inakuja wakati ambapo hali ya usalama katika eneo la Uvira na maeneo ya jirani inaendelea kuwa tete, huku raia wakikumbwa na hofu, mauaji, uporaji wa mali na uharibifu wa makazi. Viongozi wa jamii wanasema kuwa vitendo hivyo vinazidisha mgawanyiko kati ya jamii na kuleta chuki isiyo na msingi. Sabineza ameonya kuwa kuhusisha Banyamulenge na makundi ya wahasi au nchi za nje kunachochea hotuba za chuki na kunaweka raia wasio na hatia katika hatari kubwa. Ameita serikali ya DRC na jamii ya kimataifa kulinda raia wote bila ubaguzi na kuchunguza kwa kina madai ya mipango ya uhamisho wa lazima na uporaji wa rasilimali. Kwa upande mwingine, wakaaji wa Uvira wameendelea kutoa wito wa amani, mazungumzo ya kweli na kuheshimiwa kwa mamlaka ya taifa. Wanasema hivi: suluhisho la kudumu halitapatikana kwa silaha, bali kuheshimu haki za binadamu, umoja wa kimataifa, kuishi kwa amani katika jamii zote. Hii ripoti inaonesha wazi msimamo wa sehemu ya viongozi ya Banyamulenge kukataa kutumiwa kama kisingizio cha vita na kusisitiza kuwa hatima ya mashariki mwa